wa kijana leo, karibu michezani, karibu Zanzibar, karibu katika kisiwa cha marashi ya karafuu. Lakini kama ujuavyo, ndani ya kipindi hiki tunapelekana skuli bila shuruti. Andaa peni na karatasi kwa ajili ya kupata madini ya kijanja. Na mwenzangu ni nani? Mwenzangu amepata dharura kidogo, lakini hii haiwezi kuwa changamoto. Lazima jahazi lielee. Nitakupitisha katika kila kona ya darasa hulu kukuonesha namna gani ambavyo vijana kutokea huku Unguja wanatumia changamoto kujipatia fursa na kutatua matatizo katika jamii inayowazunguka. Na safari hii tunamwangalia kijana katika mabadiliko kupitia sekta ya kilimo. Rashid Ali Rashidi, kinara wetu msimu huu, akiwa na wenzake kutokea huku Unguja, wao waliona fursa kwa kutatua changamoto katika sekta ya kilimo. Waliamua kutuletea kilimo janja, yani hydroponic, kilimo ambacho hakitumii udongo, lakini vile vile ni suluhisho kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Bila kusahau, kipindi hiki kinaletwa kwako kupitia Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana na Azam TV kwa kushirikiana na Jakaya Mrisho Kikwete Foundation. Langu jina ni Gilfred Arnold. Let's go buddies! Mimi by nature somo za kilimo. Mimi nimesoma uhasibu degree yangu lakini nikafanya kazi hoteli. Sasa nilipokuwepo hoteli nilianza kuona mazingira ya umuhimu wa vitu vile katika hoteli. Watu wengi wanafocus na masuala ya tours na accommodation, ushaona, na masuala ya usafiri, lakini watu wengi masuala ya vyakula walikuwa wameweka pembeni. Wakati huo akilini mwangu bado haija click. Nikapata nafasi ya kufanya masomo Uingereza, nikaenda kusoma masuala ya mafuta, oil and gas management. Kwa bahati kule university nilipokuwepo nikapata classes zile non credit class ambayo ndio ilikuwa inasomesha kilimo cha hydroponic na aquaponic. Kipindi nilikuwa sijui ni kitu gani. Kwa nikaingia kwa madhumuni kwa naingia nipate extra class bila credit. Kwa bahati nzuri nilianza kuona kilimo polepole, nikaanza kukifahamu, nikaweza kuunganisha moja na moja, nikajua umuhimu wake kwa Zanzibar. Huo ulikuwa ni mwaka 2017. Nimerudi hapa 2017. Kipindi cha mwaka mzima najaribu kutafuta kazi, kwa bahati sikupata, lakini ninayo taaluma ambayo nahisi kuweza kanisaidia. Ndipo mwaka 2018 nikaanzisha hii biashara. Nikajenga shamba langu la mwanzo kabisa liko Bububu, tukafungua na kampuni, tukaita jina la Artif Aquaponic. Mwishoni ndo tukaanza uzalishaji. Kwa bahati mbaya 2020 ikaja corona. Iliathiri sana masuala ya utalii. Na sisi biashara yetu yote ilikuwa katika soko la utalii. Kwa 2021 na 22 ilibidi biashara tuifunge na tulikuwa tunakaribia kufunga kampuni tena. Kwa bahati 2022 mwishoni tukapata granti ya Funguo Innovation, ni program inayoendeshwa hapa Tanzania. Na kipindi hiko tukapata granti nyingine ya program inaitwa Develop PP Venture. Hiyo inaendeshwa na taasisi ya Ujerumani. Sasa kwa pamoja hizo mbili ndio tukaweza kulijenga hili shamba letu. Mfumo huu tunaotumia wa hydroponic ni mfumo ambao tunaweza kufanya uzalishaji wa mboga na matunda madogo bila kutumia udongo. Tunachokifanya kuwa tunaweka maji na katika mfumo wa mzunguko masaa yote, tunatia mbolea yetu kidogo, hatupotezi maji, hatupotezi mbolea, lakini tunaweza kuzalisha mboga za aina zote ambazo unazofahamu, na pia vile vile hauhitaji ardhi yenye rutuba. Sisi tunazalisha katika eneo hata eneo la jiwe, hata uko juu ya horofa, una varanda yako juu, basi sisi tunaweza tukafanyia kilimo hicho, tunaweza kuzalisha bila tatizo. Lakini pia vile vile ni kilimo ambacho hakihitaji msimu. Muda wote si kwa jua kali, ikiwa ni mvua, ikiwa ni upepo mkali, sisi masaa yote sisi tunafanya uzalishaji. Hizi ndoo tumezinunua hapa, tukazitengeneza mifumo yetu sisi, tukazitoboa, tukatengeneza mifumo yetu sisi wenyewe. Ushaona, badala ya kwenda kununua mfumo utakoshia kwa ready made ambao utakuwa gharama zake mara 4 mara 5. Mfumo ambao ungeweza kukosi milioni 300, sisi tunautengeneza ndani kwa milioni 120 150.
na tumeweza kuzalisha mazao na mboga mboga ambazo kawaida hazizalishiki Zanzibar. Tunaweza kuzalisha mazao kwa mfano kama cherry tomato. Cherry tomato Zanzibar hakuna uzalishaji, pilipili hoho za rangi. Lakini tuna mazao ambayo by nature yanaota nchi za Europe tu. Kwa mfano kama basil, sweet basil, garlic chives ni mazao ambayo yanaota nchi za Europe tu na Mediterranean, lakini sisi hapa kwetu sisi tunaweza kuzalisha. Katika mazao yetu sisi hatutumii makemikali dawa. Yaani humu ndani hatuspray dawa kabisa. Yaani hapa tunaweza kuchukua jani moja, unaliona hili, tukalitia mdomoni moja kwa moja bila kuwa na wasiwasi kama kutaathirika. Sasa matokeo yake tunaweza kuuza bidhaa kwa bei ambazo sisi ndio tunazozitaka. Tuna mazao ambayo tunauza kwa bei mpaka 100,000 kwa kilo moja. Tuna mazao ambayo tunauza kilo 60,000, tuna mazao ambayo tunauza kilo 20,000. Na uuzaji wetu ni mkubwa, tunaweza kulipa gharama zetu za uendeshaji na pia vile vile ndani yake tukapata faida ambayo mbeleni tunategemea kwa ile faida tutaikusanya tutaweza kujenga shamba jingine kama hili ambalo tulikuwa tunalo. Baada ya historia fupi na wazo lilianzia wapi kutoka kwa Rashid Ali Rashid, kinara wetu kutokea huku Unguja. Sasa nataka nikupeleke shamba tukapate kujionea namna gani kilimo hicho ambacho hakitumii udongo kinavyofanyika. Kutokea hapa Mwanakwerekwe nitapanda gari, lakini gari hizi kwetu tunaziita Daina. Sijui kwenu huko mnazihitaji, aidha chai maharage au vipi, sijui. Basi safiri nami twende kwa pamoja tukajionee namna gani kilimo hiki kinavyofanyika. Watu wawili. Haya sawa, bwana makonda wawili hao. Hii gari inakuwa na makonda wawili. Habari yako? Nzuri, salama. Wewe unaitwa nani? Naitwa Ali. Ali? Ali, wewe unaelekea shamba sehemu gani? Mimi naelekea hapa njia kwenda Ipa, Jumbe. Wazanzibari bwana, mimi nimekutana na watu huko. Sehemu inabidi nielekeze, kulikuwa kuna lami, lakini yeye anasema shusha hilo jiwe. Sasa hili jiwe kumbe anameshuka rami. Hii inatoka wapi? Lahaja tu za kila sehemu. Kila sehemu na lahaja. Na lahaja yake. Sawa sawa. Ila Mwanakwerekwe inaonekana huku ni maarufu sana. Hilo jina la Mwanakwerekwe. Mwanakwerekwe maarufu wake kwa soko. Soko la Mwanakwerekwe. Kwa inawezekana aliuza pale kiwanja au alikuwa kiongozi? Alikuwa chifu. Kama kiongozi. Kupita shamba huko kuna umbali gani? Inategemea na mwendo wa njia. Sasa kwa nini wewe mjiti unaita jiti? Yaani kijiti unaita mjiti ndio nini? Hapo nakwambia lafudhi na lahaja ulisema lahaja ile. Lahaja kwamba haiwezi kutoka. Kila mtu mimi kama mimi siwezi kusema mtu. Yaani jiti tukasema mtu kama unaposema wewe. Ni mti. Mti. Ni ardhi iliyotapakaa mawe nikiwa naikanyaga au nikiwa napita juu yake, lakini kwa wale watu wa kusadiki, basi kuja nikuonyeshe kwamba haya ni mawe kweli. Nasikia hiyo? Chuma iko. Mawe hayo. Lakini ulishawahi kuwaza juu ya mawe haya sisi tunaweza tukafanya shughuli za kilimo? Basi karibu nikuonyeshe namna gani sisi kutokea huko Chwaka shambani kabisa tunaweza kukuza na kuotesha mimea. Lakini hiki ni kilimo ambacho kilimo cha kijanja kabisa ambacho tunaita hydroponic. Ni kilimo ambacho hakitumii udongo. Mabala ze farmer. Inaumiza kidogo uielewi. Hakitumii udongo, lakini vile vile ni kilimo ambacho tunakifanya huku kwetu kwa ajili ya shughuli nzima za utalii, lakini pia kwa ajili ya watalii wenyewe. Karibu sana katika kilimo hiki cha kijanja, kilimo cha kisasa kabisa. Tuone ubunifu ambao unafanyika hapa na tuweze kuona namna gani mifumo inatumika kwa ajili ya kukuza mimea hii. Karibu hapa kuna variety tofauti, hapa kuna mboga tofauti, lakini inawezekana kwako hujawahi kuzisikia, hapa utazisikia. Nikiwa na mtaalamu kabisa anaitwa Mayunga. Mambo vipi mzee? Safi sana, karibu sana. Freshi? Shukrani sana. Mambo yanaendaje? Freshi kabisa. Habari za shamba? Mungu ni mwema. Bwana, mimi lengo langu la kufika hapa ni kujua tu namna gani mnaweza kuotesha hii mimea bila kutumia udongo, kwa sababu kwangu
inanifanya nashindwa kuelewa ni bila kutumia udongo. Sisi tumezoea kila kitu. Ndio. Wanasema hata binadamu asili yake ni udongo. Sasa leo hii naambiwa mmea unaota bila kutumia udongo. Mmea ili ukue unahitaji vitu vitatu vikubwa. Unahitaji maji, unahitaji rutuba maana ya mbolea, na unahitaji ushikiliwe katika lile eneo husika. Haijalishi mmea ni utakuwa na ukubwa gani, ila lazima ushikwe ili uweze kuwa imara, uweze kukua mpaka muda utakapovunwa. Kwa kwetu sisi tunabadili sasa ile kazi za udongo, tunapatia maji. Kwa maji ndio yatabeba kazi nzima ya udongo. Kwa maana ya kwamba sisi kitu cha awali kabisa mbolea yetu tunaenda kuichanganya katika maji. Kwa maji yanapokuja katika matilio hii, uliona kama ni udongo, lakini huu si udongo. Haya ni makumbi ya nazi. Makumbi ya nazi. Tunaifua nazi, yale mabaki ya nje, achana na ile nazi ambayo tunaenda kuifanya katika matumizi ya mapishi. Yale mabaki ya nje, zile kamba nyuzi, zinasagwa na kuwa unga huu hapa ambao tunaenda kutumia kama kishikizo cha mmea. Ndio. Si rutuba. Kwa hatua ya mwanzo kabisa, nitakuonesha jinsi inavyofika. Tunailoweka katika maji kwa muda wa masaa 24. Inakuwa tayari ishafugika na kuwa unga kabisa. Okay. Kwa tutaosha mara 3, mara 4, na pindi inapokuwa tayari tunakuja kuiweka katika ndoo zetu kwa ajili ya kuanza kilimo. Ninatumia ndoo kwa maana ili mizizi iweze kusambaa kwa umbali mrefu. Ndio. Na mfumo huu hauhitaji maji mengi. Kwa maji yanaweza kaingia yakabaki kidogo na mengine yakaondoka. Naona kuna bomba hizi. Kwa hii ndo ambayo unaizungumzia. Bomba hii kazi yake ni kuleta maji ambayo tayari yanakuwa na virutubisho liweze kukuza mmea. Kilimo hichi ni gharama. Unachokipanda hapa lazima kilete matokeo. Tushazoea mchicha shilingi 500 unakuwa ni mkubwa. Lakini katika soko la utalii au soko la kisasa tunadili zaidi na uzito. Bidhaa zetu tunazipima, hatufungi kwa mazoea kwamba nakamata katika mkono. Mkono wako na mkono wangu ni tofauti. Ndio. Lakini mzani ni mmoja, kwa sababu kuna watu wana kiganja, kuna watu wamejaliwa viganja. Hata sasa hivi tukiona una kiganja. Sasa ukisema soko la kitalii, kuna mtazamaji anataka kufahamu na mimi pia nataka kufahamu soko la kitalii. Yaani ielezee kidogo niweze kuelewa. Sawa. Soko la kitalii binafsi ninaweza nikaligusa katika namna mbili. Namna ya mwanzo nitamweka mnunuzi wa mwisho ambaye ni migahawa na mahoteli ya kisasa. Na watu binafsi pia wanachukua bidhaa hizi. Soko la pili la kitalii ni utalii wenyewe. Kama wewe mwenyewe umekuja hapa unajionea ni kitu cha tofauti kwako. Kwa hiyo huu ni utalii pia. Lakini katika hao wageni pia kuna wataalamu wanaoelewa aina hii ya kilimo. Kwa hiyo pia anakuja anatuongezea sisi maarifa na sisi tunampatia maarifa. Kwa hiyo tunakuwa tunabadilishana maarifa. Hii ni mboga ambayo naitazama lakini siifahamu hii. Ndio. Hii ni mboga gani hii? Kwa faida ya mtazamaji, tutakata jani moja aweze kuiona. Hii kwa Kiingereza tunaita spinach. Kwa hii ni hatua ya mwisho ya ukuaji ambapo zao hili lipo tayari kwa ajili ya kuvunwa. Kwa tutavuna yale majani ambayo ni makubwa kama haya yanavyoonekana. Ili kuyapa nafasi haya majani madogo yaweze kukua. Kama unavyoona hapa, kwa tukivuna haya mawili, yanabaki haya mengine yanazidi kukua. Kwa kutokana na muendelezo wa chakula kinavyozidi kupokelewa katika michi hii, tuna uhakika ndani ya wiki 2 zijazo tayari majani haya yashakuwa makubwa kwa ajili ya kuvunwa. Na natumia muda gani mfano kama hii kukuza mbegu mpaka inakuwa kama hivi na inakuwa tayari kwa ajili ya biashara? Kwenye kitaru mara nyingi tunaenda wiki 2 mpaka 3 ikitegemea pia na hali ya hewa na namna mbegu ubora wake jinsi ulivyo. Naona mimea yenu mnaidekeza, nimeona kuna feni. Ndio. Nadekezo. Naona mimea mnaidekeza, mimea mpaka inawekewa feni. Mimi sijapata kuona haya mambo. Sababu zipo. Kwa nini tunaweka miundombinu kama hiyo? Kwa mfano, mwanzoni mwa shamba letu tuna feni ndogo ile pale. Ndio. Ile ni exhaust fan. Kazi yake ile pale inategemeana na jinsi utakavyoiweka. Kwa mfano ile pale inatoa upepo nje, inaingiza ndani. Hii hapa kubwa unayoiona inauzungusha huo upepo ambao umeingizwa ndani. Mtazamaji asije feni ni hii hapa. Feni hii hapo, feni hiyo. Kwa ajili ya mimea, feni hiyo hapa imewekwa kabisa. Ikifika muda fulani inawashwa, mimea inapata feni. Sasa wewe endelea kulima kilimo chako huko. Kuna vile vilimo vyetu sijui mchicha bondeni kwa nani sijui. Kwa Mwabwadu.
Bondeni pale ukienda pale nani external sijui wapi. Sijawahi kuona feni lakini hapa naona feni. Kwa sababu hili ni jengo ambalo tumelijenga. Kwa mara nyingine kwa mfano mikoa hii ya Pwani kuna mgandamizo mkubwa wa hewa. Joto ni kali. Inabidi uizungushe hii hewa ili upate lile joto ambalo linatarajiwa ndani. Kwa mfano nchi zilizoendelea wanaofanya aina hii ya kilimo wao wanabadili mazingira kutokana na aina ya kilimo wanacholima. Kwa mfano mboga hii joto limezidi sana ni sentigredi 28. Sawa sawa. Kwa hiyo ikishazidi hapo mboga hii unaweza ukakuta inapoteza maji mengi sana. Inafanya evaporation. Sasa kwenye mmea tunaita evapotranspiration. Bwana mambo shengi ya chaka. Uko sahihi. Evapotranspiration. Kwamba mmea huu utapoteza maji na hapa chini pia maji yatapotea. Joto likiwa jingi. Sentigredi 30 kwenda juu. Maji yakipotea mmea unapoteza uzito. Ukishapoteza uzito inamaanisha badala ya majani 2 au 3 kunipa uzito fulani maybe gramu 10, inabidi majani 4 5 yanipe gramu 10. Na sisi tunauza kwa uzito. Tunauza kwa uzito kama nilivyokueleza. Sio ujazo wa kiganja. Hapana. Kwa hiyo feni kazi yake ni kusukuma hewa iweze kutembea. Kuna feni nyingine kule na nyingine inatoa nje. Kwa hiyo ni mzunguko wa hewa. Sasa wenzetu walioendelea wanaweka hadi AC. Shamba ni kubwa, lina vioo, vinawekwa AC. Sasa mboga inayolimwa kwenye AC ndugu yangu soko lake pia lazima liwe la uhakika zaidi. Juu pia unaona kuna wavu mweusi. Kazi yake pia ni kupunguza miale ya mwanga. Lakini nakumbuka tulifundishwa shule ya msingi kwamba mmea unahitaji sunlight ndio mwanga huo. Sasa tukiuzuia tena mmea inakuwaje? Sawa. Mmea unahitaji sunlight at least masaa 8, si chini ya hapo. Je, huo mwanga unakuwa kwa kiwango gani? Kwa hiyo unaposoma katika yale mahitaji ya mmea ili mmea uweze kufanya nini ile tunaita photosynthesis, unahitaji mwanga ili uweze kukua. Photosynthesis yani mmea unapojitengenezea chakula chake. Tuko vizuri nakumbuka. Kwa hiyo hapa kinachofanyika ni kwamba sio mwanga hauingii, mwanga unaingia. Ila sio ule mwanga direct ambao unaweza ukaja ukaleta madhara kwa mmea kwa sababu majira siku hizi yamebadilika. Ndio tunasikia hivi vitu kama global warming na nini. Joto limekuwa kali sasa hivi. Sasa joto linakuwa kali. Mimi nifanye vipi ili joto liwe wastani niweze kukuza mimea yako. Wenzetu hadi jangwani huko wana lunch jangwani, wana mashamba ya greenhouse na wanalima kama kawaida. Kwenye joto kali. Kwenye baridi kali sometime nchi nyingine huko pia wanalima. Ndio nilivyokueleza kwamba wanaweka mifumo ya kuwezesha mmea kuweza kukua. Ukiwa kuna baridi sana tutapandisha joto. Joto mlipandishaje sasa? Kulipandisha joto kuna mifumo sasa inakuwepo ndani. Inakuwa kama kuna hita. Mikoa kama Iringa pia kuna watu baadhi wanafanya hizo shughuli. Mapazia haya bali kama hivi tunasema mmea ushakuwa kama binadamu sasa. Kilimo cha kisasa hasa hydroponics tunazuia matumizi makubwa sana ya dawa za kuua wadudu ambazo of course ni sumu kwa mlaji na mazingira. Sababu pia tunakuwa tuna wadudu wametuzunguka, nyuki na nini. Kwa kuna dawa ukipiga pia ni mbaya kwa mazingira, hata wewe mwenyewe ambaye unafanya shughuli za shamba. Lakini si dawa mnazitumia kwa ajili ya kuua wadudu ambao wanaharibu mazao? Ndio, ni sahihi kabisa. Sasa ili upunguze au usitumie madawa makali, kuna baadhi ya taratibu lazima uziweke shambani ili uweze kujikinga na maradhi na wadudu waharibifu. Mfano, tunapoingia shambani tutanawa mikono, tutakanyaga maji yenye dawa. Lakini chanzo kikubwa sana katika mashamba haya vitalu nyumba. Chanzo kikubwa cha magonjwa ni wale watu vitalu nyumba. Ndio greenhouse. Greenhouse, sawa sawa. Watu wanapoingia, umekaa nje kwenye mti mkubwa, vipepeo wamepita wamekudondoshia mayai, ukishaingia ndani mayai yametotolewa. Viwavi jeshi wanaingia sasa ndani. Na viwavi jeshi sio poa. Ni jeshi kweli. Vijana wa chuo wanajua ukiwaambia kiwavi jeshi. Sasa tukishafanya zile taratibu nje, tumenawa mikono, tumekanyaga maji yenye dawa, tumeingia shambani. Kwa hiyo imetokea sasa kuna wadudu wameingia bahati mbaya ndani. Kuna mitego. Hii ni mitego. Hii mitego hii. Hapo ulipo una gundi. Ndio. Huu mtego huu. Huo ni mtego. Naisikia kweli gundi ipo. Kwa unaona wadudu wamekamatwa hapo. Lengo kubwa la hiyo mitego ni kwamba nijue kuna uvamizi wa aina gani
wa wadudu shambani kwangu ili niweze kupambana nao kwa namna ipi. Kutoka mwanzo mpaka sasa tumeweza kupata hii final product, kwa maana kwamba mazao sasa tumeshaweza yamekuwa, tunauza. Mwanzo tunaanzaje? Kama unafanya kwa ukubwa, ndo kuna miundombinu hii tumeiona hajatuzuia sisi kufanya kilimo. Mifumo ya umwagiliaji kama hapa tunavyoona, kuna hii mipira mieusi inakuwa inadondosha maji kwa matone. Maji yanatoka wapi haya? Yanatoka katika kisima, shimo ambalo tunakuwa tunahifadhi maji, tunachanganya mbolea na virutubisho vingine ili mmea uweze kukua. Mipira itaingiza maji, mipira itakusanya maji, maji yatarudi katika hilo shimo ambalo linahifadhi maji, maji yatarudi tena hapa. Kwa maji yameanza naona yameanza kuja Maji yameanza kuja. Hayo hapo. Na anaanza kudondoka. Maji yashaanza kurudi. Yanarudi? Ndio. Unasikia bwana utaalamu huo sasa? Maji yamekuja, vitone vimeshaanza kuanguka, maji yanarudi. Hayo yanarudi baada ya kupita sasa kwenye mmea, yameamua kurudi sasa. Maana mmea umejitosheleza. Utaalamu. Hapa ndipo safari yetu inapoanzia. Hichi ndo kiwanda cha awali. Na safari ni ya hatua kabisa. Kwa hatua zinaanzia hapa. Hatua inaanzia hapa, hatua ya mwanzo kabisa. Mwanzoni nilikuelekeza hatutumi udongo. Ukaniuliza mbona sioni nyuzi za nazi? Hii ndo malighafi ya mwanzo kabisa. Hii hapa. Hii ndio kokopiti yetu. Inaweza kaja katika namna mbili, inategemeana na mzalishaji wakati huo anazalisha vipi. Anaweza akakuletea ikiwa unga ushasagwa kabisa kama unavyoona hapa. Au raa akakuletea ikiwa katika mfumo wa tofali kama hivi. Sasa wewe tofali ulisage wewe. Ili tofali wewe utaenda kuliloweka katika maji. Hata ukiletewa pia unga utautia katika maji katika hatua nzima za kusafisha malighafi hii ili iweze kutumika. Hii nayo inasafishwa? Inasafishwa. Bwana, mbona kudekezwa? Kwa hiyo tutailoweka katika maji kwa muda wa masaa 24. Kisha yuka yale maji tutayatoa, tutayamwaga, tutaweka maji mengine. Wakati huo tunafanya hizo taratibu, tunakuwa tunapima. Kwa sababu mara nyingi malighafi hii inazalishwa mikoa ya Pwani. Na mikoa ya Pwani ndio minazi imejaa. Mikoa ya Pwani ardhi yake ina chumvi. Kwa hiyo ile chumvi sasa mara nyingi inakuwa inaingia katika malighafi kuanzia hatua ya mwanzo ya uzalishaji. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuisafishe. Kwa sababu tayari ukishakuwa na chumvi, malighafi ikiwa na chumvi afu kaja ukaitia katika hydroponics, tayari chemical inakuwa ibalance hapa. Chemistry inakuwa ibalance. Kwa hiyo tukishayeyusha itakuja katika mfumo huu hapa. Huu ndo mbadala wa udongo. Mbadala wa udongo kama kishikizo. Ndio. Siku 3 siku 4 unavozidi kuiosha, baadaye tunakuja tunatia jiki pia kuua wadudu kama wapo. Ndio maana unaona mnaifua. Tunaifua kabisa. Ndio maana unaona inakuwa ina rangi hii. Ni elimu, maarifa, sayansi kama zote. Tunaendelea vipi? Sasa hii tray ukipandisha kitu bwana, naomba uandike jina langu kwenye hii tray. Kwamba nilihusika kwenye kupanda. Katika upandaji huu. Kuna watu wanapanda miti huko. Sawa. Wanaandika mti huu umepandwa na mtu fulani. Kwa baada ya hapo tutachukua mbegu yetu. Sasa katika teknolojia zinavyozidi kugunduliwa katika hydroponics, wenzetu tayari wana mashine ambayo inapanda mbegu. Kinachofuata utazifukia. Utachukua tena udongo wako unaweka tu. Tray yetu iko tayari kwa zoezi zima la kutuzalishia mbegu ili tuweze kuipeleka shambani. Kumbuka nishakwambia hii tukishaiosha tunatoa impurities zote. Kwa hiyo iko pure, haina chochote, haina mbolea, haina nini. Mbolea yetu sisi tunaitia katika maji. Kwa unapokuja kumwagilia ile dumu la maji kwenye maji. Baada ya wiki moja mti utakuwa na hatua hii. Kwa hizi ni aina mbalimbali, aina tofauti. Ila baada ya wiki moja tayari unaweza kaona tuna majani mawili. Baada ya wiki 2 unaweza kaona majani yashakuwa 4. Uko tayari kwa ajili ya kuhamishwa na kupandwa. Ndio. Na hapo ndipo ambapo mkulima anatengeneza tabasamu baada ya kuona kitu alichokipanda kimeanza kukua na kutoa majani.
hakika ni tabasamu na inapendeza. Lakini kikubwa zaidi mimi ninachotaka sasa kufahamu sasa hivi, ndio Bwana Mayunga, ni mfumo, jinsi mfumo sasa unavyofanya kazi. Naona kuna mabomba katika namna ya kumwagia maji. Ndio. Yeah. Moja ya faida ya kilimo hichi cha hydroponic ni kwamba tunatumia maji kidogo. Kwetu kwenye hydroponic maji kwenye ndoo yanapotelea wapi? Maji yataingia kwenye ndoo, yatakusanywa katika mpira huo mkubwa wa chini. Maji yatarudi katika shimo hili hapa. Kwa kuna maji yanatoka, kuna maji yanarudi. Kuna maji yanaenda kwenye mmea. Yaani kuna maji yanatoka enda kwenye mmea, alafu kwenye mmea yanatoka ndio ile nilitaka kuijua ile. Ndio. Maji yanarudi tena huku. Kwa ni kitendo cha mzunguko. Inaitwaje? Recycling. Okay, asante. Hivi unahakikishaje safari ya mche unakuwa bila kukutana na changamoto yoyote? Okay. Tukishafika asubuhi, tumefanya ukaguzi wa miche. Hakuna changamoto, au kama kuna changamoto tunajua tufanye vipi. Tunapowasha pampu sasa katika ile swala zima la mfumo, tunahakikisha tunapima kinachoingia na kinachotoka. Kwa maana ya maji si yanaingia na maji pia yanatoka. Kwa tunachokifanya tunakuja tunapima maji yanayoingia. Maji yanayoingia tunapima kitu gani? Tunapima mbolea, tunapima pH, kiwango cha chumvi na magadi kinachoingia, na pia mara nyingi pia huwa tunapima na pia na jotoridi la maji. Iza maji ni yamepanda joto au la. Maji yamepanda joto. Chukua haya maji ili tuweze kupima hivyo vitu tunavyohitaji. pH, acid. pH, kiwango cha asidi na kiwango cha magadi. Mbolea inakuwa ina asidi, mbolea inakuwa na magadi. Ambapo hapa ndani kutokana na utaalamu na research zilizofanyika, mche unafanya vizuri sana ukiwa katika pH ya 5.5 mpaka 6.5, kwa sababu pH inaanzia 0 mpaka 14. Tutaiwasha mita yetu hapa. Kwa tutachagua. Sasa hivi tunataka tuanze kupima kitu gani? Tutaiweka katika maji. Eneo ambalo unatakiwa uzamishe mwisho hapa. Kwenye maji. Usio kaitumbukiza yote mpaka huku. Hii sio submersible. Kidogo hapa. Hapa. Kwa sababu hizi ndo sensor zinazopima. Kuna hii hapa inapima mbolea, hii hapa inapima pH. Kwa unadumbukiza hiki tu kipande hichi. Unadumbukiza hiki tu. Hapa. Hapo. Hapo. Zamisha tena kidogo. Hapo hapo. Tayari hizo sensor ziko kwenye maji. Kwa unaona namba inazidi kubadilika hapa. Kwa kama itapanda ni itapanda. Kama itashuka ni itashuka. Kwa utacheza na range kwa sababu tumesema inaenda 5.5 mpaka 6.5. Kwa ikiwa hapo katikati hapo ni sherehe. Kwa mche. Tunavuna kutokana na mahitaji ya mteja. Kipindi ambacho mahitaji ni makubwa Zanzibar ni kipindi cha high season, sababu sisi soko letu ni la utalii. Kwa kipindi cha Novemba, Disemba na Januari, hapo ndo high season, na kipindi hicho sisi ndo uzalishaji wetu ulikuwa ni mkubwa sana. Wakati wa mavuno tunahakikisha sisi tunachukua kina mama wa katika maeneo haya, tunawapa part time, na tunapendelea kina mama ambao wako majumbani, hawana ajira sehemu nyingine, kwa at least wanakuja nafanya kazi kwa muda mfupi, wanapata pesa ajira angalau ya kupeleka kwa sukuma kwa wiki moja. Tunanufaika sana kwa sababu tunapopata kazi kama hivyo tunakuja kufanya, tunapata pesa ya kufanya matumizi yetu madogo madogo. Kama hivyo unaweza nikaja hapa nikafanya kazi, nikaona nyanya nikazipenda, nikachukua nikaenda nikapika nikala. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunafaidika navyo. Basi nikiwa hapa katika shamba hili, moja ya sababu ambayo imetufanya sisi tufike huku Chwaka, tufike huku katika visiwa vya Unguja kwa ajili ya kujifunza namna gani vijana wabunifu ambao wameamua kufanya shughuli za kilimo
wenyewe uwepo wa mawe, ardhi kuwa mawe kwao sio tatizo au sio sababu ya wao kushindwa kufanya shughuli za kilimo, na hii yote ni katika kupambania kombe. Kilimo tulichozoea lazima upate eneo kubwa ambao kuwa unaweza ukazalisha vizuri zaidi, lakini kutokana na mfumo huu ambao kuwa tunao au tumeibuka nao katika kipindi hichi, hatutumii eneo kubwa kutokana na uzalishaji wetu wa kilimo kupitia mfumo huu wa hydroponic. Lakini la pili, hata matumizi ya maji yanakuwa ni tofauti na tunavyozoea kwenye vilimo vyetu tulivyotoka. Sio tunategemea msimu. Mfano sasa hivi hakuna mvua, mboga watu wengi sana wameacha kuotesha, lakini pale tutaotesha kwa sababu tushaweka hali ambayo inaridhisha ile miti kuota vizuri na kumea na uzalishaji utapatikana vizuri. Kwa mtazamo wa kidunia, kilimo cha hydroponic ndio suluhisho kubwa sana katika maeneo, hasa maeneo ya visiwa ambayo ardhi yake bado sio nzuri ya kufanya kilimo. Mfumo wetu sisi tunaweza tukazalisha sehemu yoyote. Zanzibar, asilimia kubwa ya mboga bado tunazileta kutoka maeneo tofauti kwa bara na Kenya na maeneo mengine. Kama tutatumia kilimo mfumo wetu sisi, basi tunaweza tukaondoa mahitaji yote ndani ya Zanzibar kama tunatumia mfumo huu. Kwa huu ni suluhisho kubwa zaidi, lakini pia vile vile kilimo chetu kinaweza kikahifadhi kikasave maji zaidi ya 90% ya mahitaji. Huu ni mgahawa ambao sehemu kubwa wananufaika kwa kupata mboga ambazo zinatokana na mfumo mzima wa hydroponic au kilimo kizima cha hydroponic. Basi tutakwenda kujua ni mboga unazitumiaje na hapo nyuma mambo yalikuwaje kabla ya vijana hawa wabunifu kuleta mradi huu visiwani Unguja, lakini pia athari ambazo walikuwa wanazipata walipokuwa wanachukua mboga huko zamani. Tuna mengi sana ya kujifunza. Mambo vipi? Poa poa. Hujanikaribisha. Nategemea nikaribishwe hapa. Karibu Migombani. Asante. Hii ndio pizza yetu. Na kama unavyoona kuna cherry, kuna basil. Naona paka mate anaanza kutoka. Kwa hiyo hizi ndio tunatoa kule shambani? Yes. Na zote hizi zinatumika katika pizza. Katika pizza. Aha. Kijiko vipi? Bwana vipi? Mambo ya pizza ni kunawa na nakula. Unakata kama hivi. Wanasema utamu wa ngoma ingia ucheze. Na hivi ndivyo ambavyo najiandaa kuingia kucheza ngoma yangu huku. Yes. Mboga gani nyingine ambazo huwa mnaagiza kutoka kwao ukiachana hizi? Kwa sasa tunaagiza hizi kwa sababu hizi ndio pekee tunatumia kwa ajili ya pizza. Lakini huko nyuma haikuwa rahisi kwa sababu tulikuwa tunaagiza mkoani, then inachukua some days kufika, sometimes inafika tayari zinakuwa hazifai, magari yanaharibika, ilikuwa changamoto. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kwa kweli kwa wao kutuletea huduma hapa. Imekuwa ni rahisi na inaturahisishia sisi kazi. Unatoa oda jioni, then asubuhi umepata. Sometimes unaweza ukatoa oda saa 4 asubuhi, saa 8, saa 6 umepata oda. Hizi cherry na hapa zinatumika kama nini? Kama nakshi tunakula hapa. Inatumika kama nakshi. Kama majani hapa No. Inatumika kama nakshi. Kwa hiyo sisi cherry na itaraza unakula. Unakula hizo. Cherry na itaraza, hii na basil ina harufu nzuri. Wageni wanapenda. Kuna muda unasahau hata kuuliza maswali. Focus na chakula. Karibu sana. Tu sana. Pizza ni tamu sana. Naisikia nzuri. Yeah. Hii mnauzia watalii Mtu yote. Sisi Watanzania pia wanakuja kula hapa, watalii, nchi tofauti. Watu wote. Hata wewe mwenyewe unaona I hope umeipenda. Ni kweli. Nzuri. Nzuri. Na hii sherry fresh kabisa. Iko fresh. Mimi sidhani kama kampuni moja itatosha kusambaza kwa Zanzibar nzima. Na uamini kabisa kuna watu bado wanahangaika, kuna watu bado wanaagiza mikoani, kuna watu wanaagiza nje ya Zanzibar na pia wanapata changamoto, hawaijui kampuni. Nikiwashauri waje huku pia. Lakini zaidi watu waje kuwekeza Zanzibar. Zanzibar ni mji wa utalii, bado tunahitaji uwekezaji mwingi. Mtu ambaye unatamani kuingia katika sekta ya kilimo, hivi vitu vinawezekana na hivi vitu vinafanyika. Hii ni bagel sandwich. Ukiangalia hii sandwich, kila kitu ni mboga. Na hizi mboga kutoka Atif. Kuna lettuce, kuna tomato, kuna cucumber pia. Na nje ya hapa kuna salad bowl pia hapa. Sisi tangu tujoe na Atif mambo yetu yamekuwa fresh na pia yamekuwa mepesi.
Karibu sana katika sehemu hii ya mwisho, na hapa ni kipengele cha mwisho, ni mdahalo. Mdahalo kunakuwa na watu mbalimbali, wadau, wanafunzi, lakini vile vile mbunifu ambaye ametufanya sisi tufike hapa baada ya kukosa ajira ikakufanya wewe kuingia kuangalia namna nyingine unaweza ukajiajiri, ukaja na hilo wazo. Why ilikuwa moja kwa moja kwenye sekta ya kilimo? Kitu gani kilikusukuma zaidi huko? Sikuangalia sekta moja tu kama kilimo, niliangalia sekta ya utalii, nikaangalia na sekta ya kilimo. Alafu nijue katika vitu hivyo kitu gani naweza nikatengeneza unique, kitu ambacho kiko cha kipekee. Na kwa sababu ile taaluma nilikuwa tayari ninayo, nikajua katika soko la utalii kuna uhitaji wa mazao ambayo Zanzibar hapatikani, na mimi taaluma ya kilimo cha kisasa tayari ninayo, ndio nikaamua kuingia huko. Sisi Zanzibar kama pati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ardhi yetu ni ndogo ukilinganisha na Tanzania bara. Kwa hiyo kwanza kuna haja ya kuhakikisha kwamba watu tunaangalia namna bora ya kutumia ardhi, lakini pia at the same time tunatakiwa kuhakikisha kwamba zile sehemu ambazo tunahisi kilimo cha kawaida haziwezi kufanyika, basi tunakuwa ni wabunifu katika kuhakikisha kwamba tunaweza tukatengeneza shughuli zetu za kibiashara ili kutusaidia kipato. Kwa namna gani kijana anaweza kufanya kilimo chenye tija, cha kisasa na kinachoakisi falsafa zote za biashara? Vijana wengi hatuna hiyo elimu. Sisi wengine ndio kwanza tumelisikia swala kama hili. Ilikuwa hatujui hasa kama unaweza kulima bila udongo. Ndio hapa ilikuwa nataka muuliza, unalima juu ya hewa? Lakini ndio kafafanua kidogo. Kwa nahisi vijana wanahitajika kupata elimu. Wapate elimu jinsi ya kulima, wapate elimu kutumia hii teknolojia. Pia wawezeshe katika kutafuta masoko. Kwa sababu sometimes tunaweza tu tukalima sisi wenyewe vijana, tumepata elimu tukalima, lakini hatuwezi kupata zile connection ambazo tunaweza kuwafikia au walengwa ambao wanahitajika hizi bidhaa. Je, tuangalie vijana wanapenda nini? Vijana wameaminishwa nini kwenye kilimo? Kwa sababu tunasema kwamba tulete kilimo chenye tija, tunawapelekea vijana ambao kwa dunia ya sasa na karne ya 21 wameshapelekewa mambo mengi ikiwemo baiting na teknolojia nyingine. Wameshabebeshwa vitu vingi, hawaamini katika kilimo na bado wanaona kwamba kilimo ni ushamba. Je, ni nini kifanyike? Mimi naona kwamba ni kuondoa kama alivyosema mwenzangu, kwa kuwapa elimu. Na kuwapa elimu kivipi? Ni kwa kuondoa ile nadharia ambayo kwamba kilimo ni ushamba na kuaminisha kwamba kuna kilimo labda cha kisasa kama hicho cha aquaponic, hydroponic na vitu vingine. So mawazo yangu yalikuwa ni hayo. Kwa vijana sisi, we have to change our own mentality. Sisi watu wengi wanakaa wanaongelea vijana wafanye nini, lakini hao vijana tunaozungumzia hawapo. Seriously, nachukua hii kwa sababu nasema hii kwa sababu mimi nasoma. Nina watu darasani. Mtu akishamaliza kusoma, that is over. Umeona? Hasa kijana yupi unazungumzia unaenda kumbadilisha? Umpeleke kwenye soko sio la ajira kupitia kilimo. Mimi nasoma mazingira na mambo ya kilimo yanaingiliana, si ndio? And upande wa mazingira tuna sehemu za kupractice nyingi kama kujitolea, kujua through nyinyi, lakini hakuna wanaotaka kufanya vitu kama hivyo. So tunavoongea hapa kuhusu kijana, kwanza vijana wenyewe wabadilishe mentality zao. Vijana wa Kizanzibari sisi tusiweke mentality zetu kwenye kuuza chips. Seriously, mimi natembea sana and I learn. Watu wengi wameinvest kwamba mimi nikimaliza sijui sina nini naenda kuuza chips. Umepata knowledge kutoka hapa, you don't need to ask for labda capital kubwa, nenda nyumbani kafanye. Umeambiwa nini ni maji na unauliza vizuri and unaenda kusearch kwamba natakiwa nitumie maji na nini, unaenda kuanza nyumbani. Ukiona una proceed umefika to the extent unaweza ukamtafuta mentor sasa. Ataona unafanya hichi kwa ukubwa fulani, atakusupport. Ukitaka support na hujaanza, it's not simple. Thank you. Naona kitu kikubwa ambacho kinahitajika ni utayari. Tutazungumzia masuala mazima ya kupeana ujuzi, elimu na nini, lakini kama sina utayari ni sawa na sifuri. Hii concept inaonekana ni ngeni kidogo kwa vijana wa Zanzibar, aquaponic na kilimo kama hicho. Lakini kwenye kutoa hii elimu pia, hii elimu wakape watu sahihi. Kwa namna gani? Kwa sababu
program nyingi au elimu nyingi ambazo zinatolewa Zanzibar zaidi zinatolewa katika maeneo ya mjini. Na kwa hichi kilimo watu wa mjini, hasa vijana wa mjini, wataona kama story tu hizi. Mtu anakuja anamwambia akalime mtoto wa mjini. Tena bila udongo. Kwa hiyo elimu kama hii kwanza mimi napendekeza kwanza iende katolewe kwa wale wahusika wenyewe hasa wakulima, kwa sababu maeneo ya shamba hapo vijana wakulima, ambapo hao ukienda kuwapa ile elimu wanaweza wakaifanyia kazi mara moja. Lakini kama ile elimu ingeenda kutolewa kwa vijana wa shamba, basi na mimi nilika 500 nusu na robo wangeenda kuifanyia kazi, afu robo labda ndo wangeiacha. Ndio. Lakini nikikusikiliza wewe bwana Azizi yaani unaonekana kabisa wewe kwanza umeshakataa mambo ya kilimo. Vijana hatujajikubalisha na vijana tuna ujana mwingi. Kwa hiyo kuzitafuta zile fursa tunakuwa ni wavivu sana. Imagine mimi natengeneza mapambo kwa kutumia takataka. Hivi nilivyovaa mimi. Nikione kwa mfano nione kibeseni au nione chupa plastic, chupa vigae, hata pepa na 200 na iokota. Kwa sababu nimeshajikubalisha mimi kwamba najitolea na ninaitafutia riziki zangu. Sasa swali la kusema kwamba vijana tuwashawishi, kuna haja ya kuwashawishi, lakini kunafika muda yani kijana unakuwa mwenyewe kwamba unasema sasa hivi najitoa kwenye hicho, kwa sababu tumekuwa tunaona watu wengi sana sasa hivi wanajitoa sijui kwenye kutengeneza mbolea kwa kutumia takataka. Kafanya nini yule? Ameshajitoa. Kwa hiyo mimi ni kuwapa ushauri tu vijana ni kuweza kujitoa, kwa sababu ujana una mwisho. Na ujana tuseme ukweli ni mwisho miaka 40. Hapo sasa utabaki wewe na familia yako. Hakuna sijui kutupa mastatus, sijui kunini, sijui kuonyesha hakuna mbwembwe uko tena mbeleni. Pengine una utaratibu gani ambao unaufanya kwa ajili ya kuwatengeneza vijana manake wawe katika ubora ambao wewe upo nao, ili kwa ajili ya kwenda kujitegemea wao wenyewe? Sisi ATIF tokea tuanze tushatoa hizi taaluma kwa zaidi ya vijana 500. Tunatoa taaluma bure kabisa, kwa sababu tunachojitahidi ni kuhakikisha hii taaluma ndani ya Zanzibar inafahamika. Kila ikikuwa na mimi ndio kampuni yetu itakuwa nayo, sababu sasa tuko peke yetu. Na ikiwa mna wasiwasi na soko, mimi tayari soko upande wangu japo kwa sio kubwa, lakini nishaliendeleza na linaendelea kukua. Maana yake kwa mimi nitakachokifanya ni kukubebeni kukuingizania soko langu, tukaziuza zile bidhaa kwa pamoja. Soko la utalii peke yake hapa Zanzibar ni kubwa sana. Yaani watu ambao tunapiga kelele labda soko ni dogo, tunataka soko la nje. Hem, tujaribu kuangalia soko la ndani. Zanzibar hapa tuna zaidi ya hoteli 600 plus hotels ambazo zipo Zanzibar. Tuchukulie mpaka hoteli 2 tu ambao bidhaa zako unazipeleka kwenye hizo hoteli 2 tu. Huhitaji soko la nje. Huhitaji. Issue ni kwamba uhakikishe kwamba bidhaa yako inafuata taratibu zote ambazo zinatakiwa. ZFDA anafanya kazi yake kuhakikisha kwamba inamlinda mtumiaji. ZBS mfano kuhakikisha kwamba bidhaa inakidhi ubora na mambo mengine kama hayo, pamoja na vitu vingine ambavyo labda issue za barcode mfano ambayo inatambulisha bidhaa yako. Hivyo ni vitu ambavyo ni vya msingi sana. Kwa hiyo mimi nafikiri soko la ndani lipo la kutosheleza kwetu sisi wajasiriamali. Tuhakikishe tu kwamba tunahakikisha bidhaa zetu tunazitengeneza kwa ubora ambao soko la ndani utaweza kutumia, lakini na soko la nje wakizihitaji muda wote wanaweza wakazitumia kwa urahisi zaidi. Rashid ambaye ndiye kinara wetu, unaizungumziaje hii hali ya mabadiliko ya hali ya hewa? Sasa sisi kilimo chetu tumekitengeneza kiasa kwamba kiweze kuwa ni suluhisho ya yale mabadiliko ya tabia nchi. Kwa sababu ardhi ambayo inaathirika kwa sababu haipati mvua muda mrefu, haina rutuba, sisi hatuihitaji. Sisi hata kama ni ardhi ya jiwe ambayo Zanzibar asilimia zaidi ya 60 ya ardhi yetu au asilimia 60 ya ardhi yetu Unguja ni jiwe ambayo haiwezi kufanyika kilimo cha kibiashara. Sisi tunaweza tukaigeuza ile eneo lote kuwa ni eneo la kilimo cha biashara. Pia utumiaji wa maji pia ni mdogo sana kwetu sisi. Kama wewe ulikuwa unahitaji lita 10,000 kila siku kwa ajili ya kuotesha miti yako labda 1,000, sisi tunatumia lita 4,000 tu kwa mwezi mzima.
sio kila siku, kwa mwezi mzima. Lakini pia vile vile tumejenga kilimo chetu kiasi kwamba tunaweza kutengeneza mazingira yetu yenyewe ya ndani kuhakikisha ile mimea inaendelea kukua. Kwa sisi kilimo chetu tumekitengeneza kwa ajili ya unaweza kusema ni suluhisho la mabadiliko ya tabia nchi. Serikali imekuwa ikisapoti lakini vijana wa Zanzibari utayari ndio imekuwa ni shida. Nije kwako Mr. Haji, uniambie ni kwa namna gani ambavyo mnahakikisha vijana wanapata utayari kwa ajili ya kuziona hizi fursa za kibiashara? Sisi kama Jumuiya ya Kitaifa ya Wafanyabiashara, lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunashajihisha wafanyabiashara wengi, hasa jasiriamali kuweza kufanya biashara zao. Tunafanya kwa namna tofauti, lakini kwa sasa hivi hasa njia kubwa ambayo tunafanya ni kwamba tunakuwa tunaandaa miradi tofauti usually kama mwaka mmoja, miaka miwili ya muda wake. Then katika ile miradi target yetu hasa inakuwa ni vijana. Kwa hiyo kwa mfano 2022 tulikuwa tuna mradi ambao tulikuwa tunasaidia vijana wanaofanya shughuli za kilimo cha nchi kavu pamoja na baharini. 2022 tulifanya huo mradi ambao tulisapotiwa na USAID. 2024 pia tulifanya mradi mwingine ambao tunasapotiwa na USAID. Kwa mfano wa 2024 tulikuwa na vijana karibia 700 Unguja na Pemba, ambao katika hao tuliwapa mafunzo ya kuandaa mpango kazi. Wengine tuliwasaidia kusajili biashara zao, yani tuliwalipia kabisa mpaka BPRA mtu kusajili biashara. Wengine humo pia akapata hizo fursa za kuweza kupata certificate za ubora wa bidhaa za ZFDA. Lakini pia huwa tunafanya washa tofauti. Tunaweza tukaamua leo labda tunaenda kukutana na halmashauri labda ya wilaya fulani. Kwa hiyo tunakutana na mkurugenzi wa halmashauri pamoja na wafanyabiashara ambao wako pale, tunaongea nao kuhusiana na fursa ambazo zipo, na mwisho wa siku muamko sio mbaya, unavutia, lakini unajua bahati mbaya tukipata vijana, tukipana na mimi pia ni kijana, tukipata changamoto kidogo tu kwenye biashara then tunaacha bahati mbaya. Na biashara haipo hivyo. Biashara ni lazima upate ile misukosuko, ni lazima kidogo upate changamoto ili uweze kukua. Lakini bahati mbaya sisi tukishakupata changamoto kidogo tu unakuta mtu anaacha biashara, ambayo sio lengo. Mnaweza kukuta watu wengi wana drop kwenye process. Lakini kwa ujumla wake mwamko sio mbaya, watu wanapokea vizuri mpaka sasa. Vijana wana ndoto, na inawezekana wana ndoto tofauti, inawezekana isifanane na ya kwako. Unamshauri nini yule kijana ambaye anakutazama kutokea nyumbani, lakini kijana ambaye yuko hapa? Mpaka hapa nilipo nimefeli mara nyingi zaidi kuliko ni mara nilizofanikiwa. Nilianguka nikarudi tena, nikaanguka nikarudi. Nikahakikisha lile lengo langu, sehemu nataka kufika, nimefika. Kwa maana hiyo haijalishi unataka kufanya kitu gani. Inawezekana wewe unataka kufanya kilimo, inawezekana wewe unataka kufanya biashara, inawezekana wewe unataka kufanya uvumbuzi, masuala ya mitandao. Unachotaka kukifanya, muhimu ukiweka yale malengo, basi ujue njia ya kufikia yale malengo yako haiko samba, yani haiko straight. Yani ni dhambi kubwa sana ukisema bwana mimi nimenyanyua mikono. Mstari mmoja wa wimbo wa zamani unasema, enyi vijana sikilizeni napokuwa masomoni. Mengine siendelei, lakini ameongea kama kaka, na nikiwa naamini wote mko na ndoto. Nikiwaambia hapa mzitaje, kila mmoja ataamka atataja ndoto yake, lakini kikubwa ni kuhakikisha unaitimiza ile ndoto ambayo unaamka nayo kila siku una struggle nayo, kila siku unaiwaza. Hakikisha unaifanya iwe halisi.
ubunifu biashara. Vijana leo sio jina, ni ahadi ya ubunifu biashara. Vijana leo sio jina, ni ubunifu wa biashara. Yes, ni ngoma ya Kiaso, ni moja kati ya ngoma za jadi ambazo zinapatikana katika kisiwa hiki cha Unguja, lakini vile vile kisiwa cha Pemba. Na ngoma hii ilikuwepo hata kabla ya ujio wa koloni, lakini ilikuwa inatumika wakati gani hasa? Wakati wa Zanzibari au wakazi wa Unguja na Pemba wakishamaliza kazi zao, pale wakiwa wanapumzika baada ya kumaliza kazi nzito, ngoma hii ilitumika kwa ajili ya kuwasiliana, lakini vile vile ilitumika kwa ajili ya kuwaburudisha. Lakini sasa hivi inatumika kama kivutio cha watalii katika mji huu wa Zanzibar au katika kisiwa hiki cha Zanzibar. Yes, kikundi kinaitwa Ngoma World, ndicho kikundi ambacho kinanifanya mimi nihitimishe safari nzima ya kufika katika kisiwa hiki cha Unguja. Lakini lengo lilikuwa ni kukuonesha namna gani ambavyo vijana wanapambania kombe, namna gani vijana ambavyo wanakuja na miradi bunifu kwa ajili ya kutatua changamoto katika jamii inayowazunguka. Kumbuka kipindi hiki kinaletwa kwako kupitia ofisi ya Rais, kwa kupitia Azam TV na kushirikiana na Jakaya Mrisho Kikwete Foundation. Langu jina ni Gilfred Arnold. Acha na mimi niendelee kuburudika kutoka katika ngoma hii ya Kiaso. Tuenjoy kwa pamoja. Niseme chao.